Imebainika kwamba golikipa wa klabu ya PSG Safonov kwenye mchezo wa fainali ya UEFA Champions League kati ya Arsenal dhidi ya PSG alitumia taulo maalumu ambalo lilikuwa lina majina ya wachezaji wa Arsenal, namba zao za jezi, pamoja na sehemu ambazo mara nyingi sana huwa wanapenda kupiga penalty. Na picha mbalimbali zimemuonesha golikipa huyo akiwa na taulo, akiwa anaangalia kabla ya penalty, alikuwa anaangalia kwenye taulo lake kwamba details za mchezaji, kwamba huyu ni mchezaji wa Arsenal, jezi namba fulani, jina lake, alafu mara nyingi kwenye penalty anapiga wapi. Taarifa zinasema kwamba katika ile taulo lake aliandika kila kitu kwa 80% ambazo zilikuwa ni sahihi. Kwa hiyo kuna 20% tu za kufeli, lakini licha ya yote hayo hakufanikiwa kudaka penalty hata moja, licha ya klabu ya PSG kufanikiwa kutoa taji hilo, kwa sababu wachezaji wa Arsenal ambao walikosa penalty walipiga penalty nje. Lakini sasa kuna mengi nyuma ya golikipa huyu. Cha kwanza ni tunaelewa kwenye ushangiliaji magolikipa mbalimbali au wachezaji mara nyingi wanaenda na bendera za nchi yao husika. Let's say labda mchezaji ni Mtanzania, utamwona na bendera yake ya Tanzania amejifunika. Mchezaji ni Mchina, utaona muda wa kusherehekea ubingwa na bendera ya China labda. Sasa kwa upande wa Safonov, of course kwake ilikuwa ngumu sana, kwa sababu FIFA imepiga marufuku bendera ya Urusi kutumika katika sehemu za michezo. Lakini kitu cha kuvutia zaidi mara baada ya situation hii, na Safonov ni raia wa Urusi, kilichofanyika ni kwamba mkewe alikuwa ameingia na mifuko maalum ama kama vile plastic bag fulani ambazo zilikuwa zinaruhusiwa of course kuingia nazo uwanjani. Anachokifanya, alikuwa na plastic bags 3 ambazo nyeupe, nyekundu na blue. Kwa hiyo muda wa kusherehekea ubingwa alizifunga zile plastic bags kwa pamoja, na ambapo ilikuwa ni kama vile bendera ya Urusi kwa sababu ina rangi nyeupe, nyekundu na blue. Hiki ndio kitu ambacho kilikuwa cha utofauti kidogo. Lakini kwa upande wa penalty, licha ya kuandika details zote kwenye taulo lake, hakufanikiwa kuzuia penalty hata moja. Lakini kwenye dakika 120 hakufanya saves hata moja, yani hakusave chochote, licha ya kuwa na taarifa kamili. Hata kwenye dakika za kawaida, ndani ya dakika 90 hakufanya save yoyote, lakini ndani ya dakika zile 30 hakufanya chochote. Na mwishowe kwenye penalty kicks, licha ya kuwa na taulo ambalo lina full details, lakini pia hakufanikiwa kuzuia penalty yoyote. Na baadaye PSG wakafanikiwa kutoa ubingwa wao wa pili wa michezo ya UEFA Champions League, wakifukuzia rekodi ya Real Madrid ya kushinda kombe hilo mara 3 mfululizo. Luis Enrique anaingia kwenye listi ya makocha ambao wameshinda taji hili mara 3, akiwa ameshinda mara 1 na klabu ya FC Barcelona na mara 2 na klabu ya PSG.